السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة مع السلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada ya rehema kiongozi wetu wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, leo tutauelezea mti wa mkomamanga. Mkomamanga ambao ni wenye faida kede kede. Ni mkomamanga ambao una faida nyingi ambazo kwa leo sidhani kama tutaweza kuzimaliza zote. Kwa hiyo tustafidi kwa zile ambazo tutaweza kuzielezea leo. Kwa zile ambazo hatutozielezea basi tutazielezea katika masomo mengineyo yajayo. Tuwe uvumilivu. Na kwa wewe ambaye ni mgeni katika chaneli yetu hii, kwa maana ndio mara yako ya kwanza unaangalia video zetu, basi usisahau kusubscribe ili kuweza kupata video nyingine na madarasa mengine mbalimbali yanayokuja. Sasa leo katika kuelezea mti wa mkomamanga, tutaelezea mkomamanga katika jambo zima la mahaba, jambo zima la mapenzi mazito. Na kwa wale ambao wanafahamu lugha ya Kiarabu, nimewarahisishia hapo katika hiyo picha. Katika hiyo picha kuna hayo maneno ambayo yameandikwa katika lugha ya Kiarabu yanasomeka kama ta'khudhu uruqa shajarati al-arashi wa tashaquhu bima'i wardi au tuibin au misk wa tamsahu wajhaka bihi tanalu mahabbatan 'azima min kulli man yaraka biidhnillah. Hii ni mujarrab. Lakini aidan kuna nyingineyo hiyo ambayo ni ta'khudhu uruq ar-rumman. Huu sasa ndio mkomamanga. Uruq ar-rumman, ta'khudhu uruq ar-rumman, utachukua mizizi ya mkomamanga. Watashaquhu, utaisaga. Ukishakuwa umeisaga au umeiloweka, watamsahu wajhak, utaosha au utapaka uso wako. Kullu man yaraka, kila mtu atakayekuona wewe, yuhibbuka mahabbatan 'azima, atakupenda mapenzi yaliyopitiliza, mapenzi mazito. Na hii ni mujarabu. Hii naielezea kwa wale ambao wana taaluma ya lugha ya Kiarabu. Nadhani watakuwa wanajionea wenyewe hapo, watazidi kupata faida. Lakini nirudi kwa wewe ambaye haufahamu kabisa lugha ya Kiarabu. Usikate tamaa, usivunjike moyo. Wewe ambao haufahamu lugha ya Kiarabu, basi kuwa nami moja kwa moja katika darasa hili ili kuweza kupata faida. Cha kufanya, tafuta mizizi ya mkomamanga. Usiende kununua dukani. Tafuta mkomamanga wenyewe. Nenda siku ya Alhamis. Nenda siku ya Alhamis au siku ya Ijumaa. Kama ni siku ya Alhamis, nenda saa 1 asubuhi kwa maana ni muda wa mushtara, na kwa siku ya Ijumaa basi nenda saa 1 pia kwa maana huo utakuwa ni muda wa zuhura. Kwa wale wataalamu wa elimu ya nyota watakuwa naelewa nyakati za mushtara na wakati wa zuhura. Ukishakuwa umefika katika mti huo mkomamanga, chimba mzizi wake 1, 2 au 3. Kisha baada ya hapo utarudi nao nyumbani. Ukishafika nao nyumbani, tafuta jiwe, yale mawe ambayo hayatelezi sana. Kisha baada ya hapo uoshe mti wako wa mkomamanga. Ukishakuwa umeuosha vizuri mti wako mkomamanga, anza kuusaga huo mzizi wako mkomamanga, anza kuusaga huku ukiwa unatia nia za kutaka kuongezeka kwa mapenzi kutoka kwa huyo ambaye wewe unamtaka, ambaye ni mume wako na sio mwinginewe. Ukishakuwa unausaga huo mti, utakuwa unatia nia, utatia nia zako vizuri vile ambavyo wewe unataka. Kisha baada ya hapo uo urojorojo utakaopata kutoka katika mzizi huo wa mkomamanga, basi utaenda kumwekea mume wako katika mchuzi, ubwabwa au chakula chingine chochote ambacho mume wako anakipenda au mkeo anakipenda. Iwe ni matunda, kwenye juice unaweza kumwekea, kwa sababu mti huo hauna madhara yoyote, bali yataongezeka mapenzi tu baina yenu. Na katika faida nyingine ya mti huu wa mkomamanga, ikitokea mtu kang'atwa na nyoka
basi mzizi huu wa mkomamanga ndiyo tiba yake mzuri na ni ponyo. Mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu hii, haya yote tunayoelezea katika madarasa yetu ni majambo ambayo yamefanywa majaribio na yakaleta majibu yaliyokuwa sawasawa. Haya yote tunayatoa katika kitabu kiitwacho Mujarrabat Ibn Wazir. Kwa wale watu wa Zanzibari maeneo ya Tumbatu watakuwa wanakijua sana kitabu hichi. Lakini pia tungo zilizokuwepo katika kitabu hichi ni tungo zilizotoka katika vitabu vya Imamu Ghazali. Kwa hiyo ni kitabu mujarabu kwelikweli. Naam, usisahau kusubscribe katika chaneli yetu. Karibu katika madarasa mengineyo yanayofuata.